Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda na kuomba tu unyenyekevu ubonyeze alama ya like. Kuna taarifa hapa ambazo zimetufikia ambazo huwezi kuamini. Sasa hivi jeshi limeweza kuzua taharuki hapa Tanzania na kuzungumzia ama kungurumia kuhusu maandamano ya kumuondoa Samia Suluhu Hassan Ikulu. Vile mnapotazama kwa skrini yako kuna chapisho hapa ambalo linazungumzia mambo haya. Unavyotazama kwa skrini wameandika hivi: hatutalinda mtu yeyote kwenye maandamano ya Julai 7. Hao ni jeshi limeweza kunguruma dhidi ya maandamano ambayo yatafanyika kumuondoa Samia Suluhu Hassan Ikulu. Nitakueleza haya ama ni kipi hiki ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ limeonya watu wa Tanzania au makundi yanayohamasisha vurugu nchini, likisisitiza kuwa halitasita kuchukua hatua stahiki za kisheria kudhibiti ghasia na uvunjivu wa amani na kushirikiana na mamlaka za kiraia. Katika taarifa rasmi ambayo iliweza kutolewa leo, mkurugenzi wa habari na uhusiano wa jeshi la wananchi Tanzania Luteni Kanali Sylvester Mangure imefichua kuwepo kwa kampeni za kuhamasisha na upotoshaji zinazofanywa na watu wasioitakia mema nchi, ambao wamekuwa wakilichafua jeshi hilo kwa kusambaza uvumi kwamba litahusika kulinda watu wanaopanga kufanya vurugu na ghasia. Jeshi limeonya kuwa vitendo hivyo vya uchochezi vinalenga vurugu shughuli za kila siku za jamii, kusababisha madhara ya kibinadamu, uharibifu wa mali na hatimaye kuporomosha uchumi wa taifa. Habari hiyo imetoka kwa jeshi la wananchi. Sasa wameanza kutoa vitisho kwamba hawatawalinda Watanzania ambao wanaenda kuandamana siku ya tarehe 7. Ikumbukwe kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 7 mwezi huu wa 7. Ni siku mbili zimesalia ili maandamano yaweze kupasuka na kunuka hapa Tanzania. Hii ni baada ya watu ambao ni wanaharakati na baadhi ya viongozi kutoka mrengo upinzani, vile inadaiwa, kupanga maandamano kuhakikisha kwamba Tundu Lissu ameachiliwa huru. Najua tunashangaa kile ambacho jeshi la wananchi wanazungumza. Hawa sio jeshi la wananchi, hawa ni jeshi la viongozi, kwa sababu wamekataa, hawawezi kutulinda sisi tutakapoenda maandamano. Sasa wanatungurumia. Ni tangu lini, siku gani wameweza kutulinda sisi wa Tanzania? Ila tu wao kazi yao ni kulinda viongozi, kazi yao ni kuwateka nyara wa Tanzania. Kazi yao sio kazi ambayo ni ya kutumikia wananchi hapa Tanzania. Na tangu lini sisi tukahitaji msaada wao? Kwa sababu inaaminika ya kwamba hao watu kazi ile ambayo wanaifanya sio kazi ambayo ni ya kuhakikisha ya kwamba wananchi wamelindwa hapa Tanzania. Najua hawa ndio wanatumika kuwateka nyara, hawa ndio wanatumika kufiatua risasi kwa wananchi, na hata maandamano yaliyofanyika 29 Oktoba mwaka jana, hawa walikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuwaua Watanzania. Sasa wamesema ya kwamba hawatatulinda, kumaanisha wamejipanga na Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba wameangusha watu, wamewaua watu
siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Unajua kuna kikosi maalum ambacho kinajiita Tanganyika Freedom Fighters, na wanaharakati walisema ya kwamba lazima kinukishwe ili kuhakikisha kwamba huyu ambaye anaitwa Tundu Lissu, kiongozi wa bara Chadema, ameweza kuachiliwa huru baada ya kufungiwa zaidi ya mwaka mmoja sasa akiwa gerezani kule Ukonga. Unajua maandamano haya yamepangwa kwa sababu wanataka Tundu Lissu aachiliwe huru. Namba 2, wanataka kuhakikisha kwamba katiba mpya imepatikana hapa Tanzania. Namba 3, wanataka kuhakikisha ya kwamba tume mpya ya uchaguzi imeweza kuteuliwa. Namba 4, kuhakikisha ya kwamba uchaguzi mpya umeweza kurudiwa. Unajua Samia Suluhu Hassan aliweza kujitangaza akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, yeye mwenyewe akawa kwa debe peke yake katika uchaguzi, akawafunga akina Tundu Lissu ambao wangechukua urais, akina Mpina wa ACT Wazalendo akawazuia, hawakuwania kiti cha urais. Huyu Rais Samia Suluhu Hassan sasa ameanza kutoa vitisho akitumia jeshi ambalo linajiita ni jeshi la wananchi, na wao sio jeshi la wananchi ila tu ni jeshi la viongozi, kwa sababu hatuoni vile wanatoa usaidizi kwa Watanzania. Wanaposema hatutawalinda Watanzania wakiandamana, inamaanisha ya kwamba wao watakuwa wanawalinda viongozi. Sasa tumejua na hata tulikuwa tunajua. Sasa vitisho hizo hatuna shughuli nazo, kwa sababu hatujawahi ona jeshi hili likitoa ulinzi kwa wananchi, ila tu tunaona wanatoa ulinzi kwa viongozi. Kwa hivyo ni vitisho ambavyo wanaendelea kutoa dhidi ya maandamano ili kuhakikisha kwamba wale ambao watajitokeza siku ya tarehe 7 kukirukisha wameweza kuachana na mambo ya kuandamana. Kwa hivyo, lakini unajua sauti ya chura haiwezi kumzuia ng'ombe kukunywa maji. Sasa vitisho zao kama maandamano yatatanda kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameachiliwa, maandamano hayo yataendelea. Ikumbukwe ya kwamba hata dereva wa John Heche aliweza kuuliwa. Unajua atazikwa kesho siku ya Jumapili, na John Heche atarudi kwa kampeni kuhakikisha ya kwamba maandamano ya tarehe 7. Unajua walikuwa wanafanya ukora wamuue dereva ili maandamano yasitishwe ama mrengo wa upinzani usije ukashiriki. Sasa tutahakikisha ya kwamba vile wametoa taarifa ya kwamba watamzika siku ya Jumapili dereva, kisha baadaye Jumatatu kitaanza kunukishwa kuhakikisha ya kwamba Tundu Lissu ameweza kuachiliwa huru. Kwa hivyo kuna masuala ambayo yanaendelea hapa Tanzania na uwezi kuyaamini, lakini wamesema liwe liwalo liwe na liwe, lazima maandamano yatafanyika kuhakikisha ya kwamba mabadiliko yameshuhudiwa hapa Tanzania na kila ambacho kinastahili kufanyika kimefaulu. Tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kutoka Tanzania ITV. Kwaheri kwa sasa.